Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuwepo katika siku ya leo. Pia namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii, lakini kama bado haujasubscribe, tafadhali na kuomba usubscribe channel hii. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tukisemee, tukizungumzie kitu ambacho tukizungumzie sababu ya ndoa nyingi kuachika, sababu ya ndoa nyingi kuachika ama kutengana. Yaani sababu ya wanandoa wengi kutengana, sababu ya wanandoa wengi kutengana. Viko vitu vingi ambavyo vinasababisha ndoa nyingi ama wanandoa wengi kuingia kwenye mtego wa shetani. Siku zote Mungu hafurahii kuachana. Ameshasema kwenye neno lake kwa kitabu kile ni cha Malaki 2:14, Malaki 2:14. Mungu anasema yeye hapendi kuachana. Mungu hapendi kuachana. Lakini watu wengi wameingia kwenye mtego wa shetani. Unakuta wanaachana tu. Nakwambia ndugu yangu, hakuna mwanamume ambaye anamuoa mwanamke kama hampendi, na hakuna mwanamke ambaye anaolewa na mwanaume ambaye hampendi. Ndiyo, kuna wengine wao wanasema kwamba kwa mwingine sababu ya maisha anafuata maisha. Sababu wapo wanawake wa namna hiyo wanafuata maisha, na wapo pia wanaume wengine huwa wanapenda pia maisha rahisi. Mimi siwasemei hao, lakini watu wengi ukiona mwanamume amechukua hatua ya kwenda nyumbani kwa wazazi na kutoa mahali, basi ujue amekuelewa kweli kweli, anakupenda. Lakini baada ya kuishi na wewe tu, kuna vitu ambavyo vinatokea, mnaanza kuzozana, hatimaye mnaachana. Kuna kitu ambacho huwa kinasababisha ndoa nyingi kutengana. Cha kwanza, wanandoa hawasomani tabia. Hicho ni cha kwanza, wanandoa hawasomani tabia. Nakwambia ndugu yangu, watu ambao wamelelewa na wazazi wawili tofauti, wameelewa mazingira tofauti. Kila mmoja anatoka kule kwao na tabia yake. Kwa hiyo lazima msomane tabia, mwe na ile hali ya kuachiana. Hata hao ambao wamezeeka, wazazi wetu wamezeeka wapo pamoja, ujue kwamba walisomana tabia wakaachiana. Mmoja anapopanda juu, mwingine anashuka, mwingine ananyamaza. Kwa hiyo kusomana tabia. Hiki ni kitu ambacho wanandoa wengi kimesababisha wakatengana. Anaona tabia za mwenzake haziwezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu labda mambo ambayo anaweza kuwa anamfanyia kama vile hayavumiliki. Kwa hiyo huwa ni sababu ndoa nyingi kutengana. Nyingine sababu hata kutofuatilia habari za ukoo, habari za familia. Mwanaume na mwanamke, kabla haujaoa ama haujaolewa, ni lazima usiangalie tu moyo wako, ufanye moyo wako kwamba moyo wangu nampenda sio nini. Lazima uangalie ule ukoo ama ile familia ambayo unaenda kuoa ama kuolewa kwayo. Uiangalie na uichunguze, ujiridhishe kwamba yale ambayo kwenye ile familia naweza nikayavumilia. Kwa mfano wako watu wengi kwenye ndoa, wanateseka na roho za familia.
Wako watu wengi kwenye ndoa wanateseka na roho za familia, wanateseka roho za familia. Kwa kitabu kile cha Petro wa kwanza, kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, pale kwa neno la Mungu nasema kwamba Mungu ametuokoa, tumeokolewa kwa vitu visivyoharibika. Hatujaokolewa kwa fedha wala dhahabu, hatujaokolewa kwa fedha wa dhahabu. Mungu ametuokoa kutoka ametuokoa tutoke kwenye zile dhambi za kulisi za wazazi wetu, yale maovu ya kulisi. Yapo maovu ya kulisi yamesema kwenye kitabu hicho cha Petro wa kwanza Petro wa kwanza 1:18, mwenendo usiofaa, kwamba Mungu ametuokoa tuondoke kwenye mwenendo usiofaa ambao tumeurithi ama tumeupokea kwa baba zetu. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo ni vya kupokea. Kwa hiyo lazima ujue. Na kwenye familia iko kitu ambacho ni fatilizi. Hata kama umeokoka, lazima uwe muombaji kweli. Sasa tu umesoma muombaji wa legelege, uwe muombaji kweli. Vivyo vitu vya kufuatilia. Kwa mfano umeenda kuoa kwenye familia ambayo mama wa yule binti hayupo na baba yake. Alafu dada yake na yule binti hayupo kwa mume wake, na mdogo wake mdogo wake mwingine anayemfuata pia hayupo kwa mume wake. Ndugu yangu, ukimwoa basi ujue namna gani ya kuishi naye, umvumilie. Kuna watu wengine kabisa, yani kukaa kwenye ndoa hawezi. Hata akiolewa hawezi kumaliza mwaka, hawezi kumaliza mwezi, hawezi kumaliza miezi mingapi akiwa bado kwenye ndoa. Yeye mwenyewe anaomba kuondoka. Kwa hiyo lazima usome kwamba ni kitu gani ambacho kinamuendesha huyo mke wako, ni kitu gani ambacho kinachomuendesha huyo mke wako. Kama cha kifamilia kibebe, kama kilivyo ombea. Usina ukasema haya ondoka, ombea, ishi naye vizuri. Kwa sababu gani? Lazima ubebe mzigo wake, sio yeye, ni ile roho ya familia ambayo inamsumbua. Kwa mwanamke, unaolewa na mwanaume, unaolewa na mwanaume ambaye baba yake hana mke mmoja, baba yake mdogo hana mke mmoja, baba yake mkubwa hana mke mmoja. Wanawake ni wanawake wawili, sijui nini, na michepuko usiseme. Ukiolewa na mwanaume wa design hiyo, lazima ujue unaenda kupambana, na ni lazima uende kama askari, uende kama askari kumpambania. Hapa naongea na wana wa Mungu ambao tayari wameshampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Na wewe hata ambaye hujaokoka, hiki ni kitu ambacho kizuri ambacho unachoweza kufanya. Lazima ujue ni wakati wa mapambano, kwa sababu kile kilichomtesa baba yake mdogo kikamtesa baba yake mkubwa, kikamtesa baba yake, basi na yeye kitamtesa pia. Kwa hiyo lazima uwe na akili, uangalie background ya familia hiyo ambayo umeenda kuolewa nayo. Usiwe mtu wa kukurupuka, lazima uende kujenga nyumba yako. Unafanyeje? Hakuna lisilowezekana, yote yanawezekana kwa muombaji. Kila aminie, ukiomba kwa bidii, hakuna neno ambalo Mungu ni gumu ambalo haliwezi. Hakuna jambo gumu ambalo haliwezi. Musa nafikia hatua wana wa Israeli wanaomba, wanataka nyama, wamechoka kile chakula dhaifu, wamekumbuka masufuria kule Misri, kwa hivyo kwa nyama. Musa anamwendea Mungu, anasema sasa hawa watu inakueje Mungu? Mungu anamwambia kwamba Musa, kesho hawa watu watakula nyama mpaka watasaza.
Musa akajiuliza inakueje, inakueje? Watachinjiwa wanyama wa kiasi gani mpaka watoshe hawa? Musa hakujua njia za Mungu. Labda kwa pia alikuwa amezisahau. Mungu anamkumbusha mkono wake yeye sio mfupi. Hakuna ambalo Mungu aliwezi. Yote kwa Mungu yanawezekana, yote yanawezekana. Na tunaona namna Mungu alivyo namna Mungu alivyoleta kwale kwa upepo ule wa kisulisuli, akawaletea kwale, wakaanguka kambini. Kwa hiyo kazeli chukua tu kwale anakula. Na tunaona pia hata wakati ule wa Elisha, wakati wa Elisha, ile njaa ilipotokea Israeli, watu wakaona kula mavi ya mbuzi, mavi ya njiwa, wanakula mavi ya njiwa. Wengine wafika hatua ya kula watoto wao, lakini Elisha akatoa unabii kwamba kesho kibaba kimoja kitauzwa kwa shekeli, si kwa shekeli 10, si shekeli ngapi. Lakini yule akida akasema itakueje, kwamba hata hiyo haiwezekani. Hata sasa Mungu ni Mungu afungue madirisha, kwa sababu yeye kwa akili yake alifikiria watu watapanda saa ngapi, wavune saa ngapi. Lakini Mungu hashindi na jambo. Mungu hashindi na jambo. Naona kutumia wale wakoma wanne, Mungu anafanya muujiza kwa Israeli. Kwa hiyo Mungu hajashinda na jambo. Mungu hajashinda na jambo. Kwa hiyo lazima uwe makini. Pambania familia yako, pambania mume wako, pambania mke wako juu ya roho za kifamilia, Bahati mbaya ni kwenu nyinyi ambao wote hamjui kusomana tabia. Nyote mnakurupuka, hamjui kusomana tabia. Hiyo ndio bahati mbaya kwenu. Kwa hiyo leo nimekuja kusema kitu kama hicho, na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Leo nitaishia hapo. Mungu akaendelea kunipa kibali, nitaendelea kuja kusema mambo mengine kwa kadri ya neema ya Mungu. Mungu akubariki sana. Shalom.